Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo umeweza kushuhudia sajili ambazo zinazoendelea, sajili za kimkakati kweli kweli za kuhakikisha kwamba wananchi Young Africans wanakwenda kubeba mataji kunako msimu ujao, ambapo taarifa ya usajili bado inaendelea kweli kweli kushika kasi katika kikosi cha wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia mambo yanavyozidi kunoga kweli kweli. Mimi nimekusogezea taarifa mpya juu ya usajili ambao unaokwenda kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans leo hii, ambapo tayari nyota huyo ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na inaelezwa kwamba ni miongoni mwa sajili ambazo zinazokwenda kufanyika kimkakati zaidi kwa ajili ya kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi Young Africans. Ni nani huyo? Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Haya yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa lukuki za kimichezo kutoka ndani kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ila kabla tujaendelea kukupasha habari ya kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni wananchi Young Africans, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo na subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha bonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Karibu. Bwana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kweli kweli kunao katika usajili wao, ili waweze kufikia yale malengo ambayo wanajiwekea zaidi wananchi Young Africans katika kikosi chao, ambapo klabu ya soka Young Africans mapema kabisa umeweza kushuhudia sajili za ndani zikiweza kufanyika na kufanyiwa kazi kweli kweli kwenye kikosi chao, ambapo umeweza kushuhudia majina tofauti tofauti yakiweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambapo uliweza kushuhudia pia kocha mpya akiweza kutua. Sasa inaelezwa kwamba afisa habari wa klabu ya soka Young Africans Ale Kamwe amethibitisha kwamba siku ya Jumatano wamefunga zoezi la utambulisho kwa wachezaji wa ndani, na kuanzia Jumatano na kuendelea wataanza kushusha wachezaji wa kimataifa, na ndio wameanza, ambapo leo hii wanakwenda kutambulisha mchezaji wa kigeni, ambapo wachezaji wa ndani waliotambulishwa mpaka sasa ni 4, ambapo kuna Mohamed Musa, huyu ni Tanzania, lakini pia kuna Abdunasir Mohamed, kuna Hussein Mihambo, huyu ni mshambuliaji, lakini pia kuna Juma Abushir, huyu pia ni winga ambaye anatajwa kuja kufanya makubwa kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo katika zile sajili za ndani Young Africans inaelezwa kwamba tayari uko wamefikia makubaliano mazuri kweli kweli na klabu ya soka Young Africans, ambapo wanaamini kabisa wanakwenda kulitikisa jiji kwenye kikosi chao. Unaona bana, sasa klabu ya soka Young Africans
kwa kulizingatia hilo, inaelezwa kwamba wamefanya jitihada na tathmini ya kutosha kabisa kwa ajili ya kuweza kupata kile ambacho wao wanakihitaji. Katika taarifa ambayo imeweza kuwekwa bayana, inaelezwa kwamba aliwahi kuwa mchezaji wa zamani wa klabu ya soka ya Young Africans ambaye alifanya makubwa kwelikweli, sasa anarejea tena kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, ambapo inaelezwa kwamba Young Africans mapema kabisa wameamua kuweza kumrudisha master mwenyewe Stefano Aziz Ki, ambapo inaelezwa kwamba baada ya kuweza kufikia makubaliano kwa kile ambacho kimeendelea, ambapo kutoka kwenye chanzo cha kuaminika inaelezwa kwamba Aziz Ki ndio anakwenda kutua sasa kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo Yanga wamefanya kile jitihada ambazo zinazohitajika ili kuweza kumpata nyota huyu katika hatua nyingine, ambapo Stefano Aziz Ki katika klabu ya Al Ittihad kule Tripoli nchini Libya amecheza michezo 11, ameanza kwenye kikosi mara 4 akifunga magoli 6 na kutoa assist 1. Dakika alizocheza ni 470, wastani wa dakika kwa mechi amecheza kama dakika 43. Ushiriki wa magoli ni kama 7. Katika dakika 470 pekee za kucheza, Aziz Ki amehusika katika moja kwa moja kwenye magoli 7 akitoa assist 1. Kwa hiyo kile ambacho inaonekana kwamba mwamba bado yuko vizuri kabisa kwa dakika ambazo amepata kucheza, na michezo ambayo ameweza kucheza inaonyesha wazi kabisa kwamba bado yamo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kupitia Aziz Ki unaweza ukashuhudia ubora mkubwa wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Yanga wanazidi kujihakikishia kwamba wanahitaji kuweza kufanya makubwa katika soka la Tanzania, na wameendelea kuweza kujidhihirisha hilo baada ya kuendelea kwenda kufanya sajili zao za kimkakati zaidi kwenye kikosi chao. Kwa hiyo hapa kazi ipo msimu ujao, ambapo mtakwenda kushuhudia ubora mkubwa tena kwa mara nyingine, yale mashuti ya Stefano Aziz Ki, ile mipira iliyokufa utaweza kuona kwa ubora mkubwa kabisa baada ya kuweza kurejea tena katika ardhi ya Tanzania akiwa na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kumbuka kwamba Aziz Ki ameonekana mapema sana Tanzania baada tu ya kumalizika kwa ligi huko Libya, akarudi zake Tanzania kwa ajili ya kuweza fanya taratibu za kuweza kurudi kwenye kikosi cha Yanga, na inaelezwa kwamba mambo yameafikiwa vizuri na sasa anarudi katika kikosi hiki. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Upokeaje usajili wa Stefano Aziz Ki kwa mara nyingine tena kwenye kikosi cha